Nasaha na marhaban bikum, karibu sana mwana michezo. Leo ikiwa ni Ijumaa, tunakutana hapa na michezo kwa ajili ya kujadili taarifa za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania, na hii ni Kawabe Media. YouTube tunapatikana hivyo pamoja na Instagram, Facebook, Thread, X tunapatikana hivyo @Kawabe Media. Tembelea mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya kupata habari mbalimbali ili uwe kwanza usipitwe na zile habari zetu. Karibu sana mwana michezo. Ijumaa leo shawa. Ya Ijumaa. Ndio. Ijumaa mubarak. Hivi kifika Ijumaa huwa kitu gani ambacho uwezo ukakifanya? Kifika Ijumaa kuna vitu vingi siwezi nikavifanya. Nitapunguza muda wangu kwa asilimia kubwa sana. Muda wangu wa majukumu yangu wa kila siku nitaongeza kwenye muda wa kufanya ibada sana. Ndio, sawa, burudani kabisa. Tuanzie kwenye hili sakata ambalo tangia jana limeanza kuzangazanga mitandaoni kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Niliona kuna moja kati ya chapisho ambalo liliandikwa juu ya waamuzi wa michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara kuchezesha chini ya kiwango, jambo ambalo limepelekea baadhi ya timu kuandika barua, lakini taarifa hizo zisizo rasmi. Niliona tu tetesi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kuandika barua ya kwamba haitocheza michezo iliyobakia ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, japokuwa taarifa haijakuwa rasmi. Hizo ni tetesi hizi zinazoendelea hizi. Huenda ikawa ni propaganda ama nini, na ligi yetu itaenda kuwa na mwafaka gani kwa hizi ambazo zinaendelea mpaka sasa hivi? Ukija ukaangalia ile swala la waamuzi limekuwa swala gumzo sana kwa ligi yetu, manake nakuja naangalia toka ligi inaanza, ligi ya msimu huu ndio imekuwa kuna matukio tata ya waamuzi wanaamua mechi, waamuzi inakuwa hivi. Mimi naona ile tatizo ukija ukaangalia kuna vitu vitatu ambavyo vinafanya ile tatizo la waamuzi kutokea. Tukianza swala wenyewe la waamuzi wanachezea chini ya kiwango. Unakuja unaangalia kwenye mechi kadhaa hivi watu wengi wamekuwa wanalalamika, ila unaangalia yani mzizi wa hili swala liko wapi? Ukija kutafuta mzizi wa hili swala unaangalia chini kabisa tuanzie kwenye mzizi wa hili swala. Unajua hivi virabu vyetu viwili Simba na Yanga ni virabu ambavyo vimekuwa vinanufaika na waamuzi kwa kutokana na ukubwa wake. Sasa mtu akiwa ananufaika sana na waamuzi, lazima kuna baadhi ya maswali, hususan huyu ambaye anaona kama hanufaiki nao sana ila yeye ananufaika nao, lazima atakuwa anajiuliza maswali. Unakuja unaangalia kwenye udhamini wa virabu, takriban virabu 5 kwa mdhamini kwa mtu mmoja ambaye anaubia na klabu kubwa ya ambayo inashiriki ligi kuu. Hiyo lazima upande wa pili itawatia ukakasi, maana yake hata yeye mwenyewe yule bosi unamsikia kwenye kauli zake anasema kuwa msimu huu akiulizwa anasema msimu huu fulani bingwa ambao yule ndo anamdhamini. Inakuja inakuulizisha maswali sana. Sasa kama anamdhamini huyu na wengine anadhamini kwa nini wakati na anajua hauwezi akachukua ubingwa? Fedha yake inarudije akati aweze kufanya vizuri. Kwa hiyo upande wa pili wakakaa kalichungulia hilo, wakawa na wenyewe na ukakasi. Kama mwenyewe kupita hapa, sisi ngoja tupite hapa. Kwa hiyo ukija ukalitathmini hili swala la waamuzi, ni swala ambalo limekuwa nyeti sana. Ukija ukaangalia yani waamuzi hawakosei tu, ila unaangalia shida ile imeanzia wapi? Imeanzia huko chini. Na wale wanasema uhusiano wa virabu ambavyo virabu hivi wako vina uhusiano wa yani wanasema ule uhusiano zatiti, watu wanasema uhusiano nginja ule uhusiano ambao upande wa pili wenyewe akichungulia kikawaida watu wataweza kuona uhusiano wa klabu na klabu kikawaida, wanasema kawaida tu, si soka letu yani free, yani hiyo fair play, uhusiano labda hivi na hivi. Ila upande wa pili ambao waliokuwa Teto Container wawili wakiona mtu mmoja na uhusiano na virabu vingine vya hapa ligi kuu, uhusiano ambao uko hivi, na akienda kucheza na hivyo virabu anapata matokeo kwake na kwa rahisi, yake akiende na kwa ngumu, naye anajiuliza maswali sana. Inakuwa achukulii kwenye ile positive, yeye anakuwa anachukulia kwenye ile negative way. Sasa ukija ukaanza kuangalia hii swala, ukija kutathmini moja, unakuja unaangalia hii swali imeanzia mbali sana. Unaona mpaka waamuzi sometime hata upande wa pili wenyewe kama wanapita hapa, singoja tuzunguke mbuyu. Unaona masuala ya waamuzi imekuwa gumzo sana, hata tu sio kwa hizi Simba na Yanga. Ukija kuangalia hata kwenye hizi timu za daraja ya kati wakiwa wanacheza, mfano kwa wanacheza KMC na Tabora, waamuzi wanakosea sana, ila watu hawatolei macho. Kwa sababu gani? Zile mechi za polisi la KMC na Tabora watu hawatazami sana.
mechi za Simba na Yanga watu wanatazama sana. Na watu wamekaa pale na kumwongea mwamuzi leo atafanya nini. Yaani kabla ya mchezo watu wanaanza kudiscuss kuhusiana na masuala ya mwamuzi. Mwamuzi leo atafanya nini. Kwa hiyo unaona tayari mentality ambayo imeshajengwa kwa sababu upande wa pili wameona wakifanya hivi itakuwa favor kwao kutokana na hichi ambacho kinachoendelea. Na bodi ya ligi wamekaa kimya. Waamuzi wanafanya vibaya, maneno yamekuwa mengi, toi tamko lolote juu ya waamuzi inapita tu. Nakumbuka mechi ya Simba ile na Mashujaa watu wengi waliongea, ila bodi ya ligi wakakaa kimya, hamna kutolea maamuzi yoyote. Unaikumbuka mechi ya Namungo na Simba watu wakakaa kimya, hamna kilichotokea. Ukija ukaangalia kuna mechi nyingi sana ambazo waamuzi hawafanyi vizuri kwa ubora wao kwa asilimia kubwa, ila bodi ya ligi wanakaa kimya, hawatoi tamko. Hii sasa wao tunaanza kuwajengea shaka na ukakasi juu ya waamuzi hao wanaopewa hizi mechi zetu kuchezesha hizi mechi, hususan hizi timu kubwa ambazo sasa hivi zina pressure ya kukimbilia ubingwa ambao imebakia takriban mechi 3. Alafu wanazidiana alama moja. Kwa hiyo kila mtu ashinde zake, ndio maana pressure imekuwa kubwa sana. Sawa, lakini pia nadhani hili limetokana na hizi taarifa limetokana na ule mchezo wa tarehe 8 Machi 8 kuahirishwa kati ya Simba dhidi ya Young Africans. Inawezekana likawa limeathiri pakubwa na ndio maana mpaka sasa hivi hizi tetesi zipo. Hili limetokana na hilo? Yeah, limetokana na hilo. Nakwambia kwa sababu gani? Ule mchezo kama ungechezwa, sawa. Ule mchezo kama ungechezwa na kila mtu akajua akavuna alichokipanda. Sasa hivi tusingekuwa tunazungumzia mtu kaachwa alama moja. Sasa tulikuwa tunazungumzia mtu tayari alishatangaza ubingwa. Na mtu kama akishatangaza ubingwa, pressure inakuwa sio kubwa. Unakumbuka msimu wa 2023 2024, Young Africans anatangaza ubingwa mechi 3 mbele kabla, anatangaza ubingwa. Sasa hivi mechi 3 mbele. Yanga bado hajatangaza ubingwa. Kana kwamba ile mchezo ungechezwa. Kwa sababu gani mchezo ungechezwa? Mtu ambaye angepoteza pale focus, siamini kama angekuwa na focus ya ubingwa. Focus ingepotea kwa sababu ukipoteza mchezo kama ule lazima timu inakuwa chini. Na timu ikiwa chini inaanza kucheza michezo ile mingine, kwa asilimia kubwa kupata point ingekuwa ngumu. Kana kwamba mchezo ungechezwa, sasa hivi pressure singekuwa, ila mchezo hujachezwa. Kwa kila mtu pressure ni kubwa na kila mtu anashinda mechi zake. Unaona, anashinda mechi zake, ile gap wanazidiana alama moja, ashinda mechi zake. Joto linakuwa kubwa, hata waamuzi wanaopewa kwenda kuchezesha hii michezo wanakuwa na joto lao liko juu sana. Na watu wengi wanakuwa wanatolea macho kana kwamba labda hiyo michezo miwili au mitatu timu zote zilizobakiza mtu akitereza tu mchezo mmoja, unaona tayari kuna gap kubwa sana na mtu kwenda kutangaza ubingwa. Kwa hiyo ile Machi 8 ndio inakuja inaathiri sasa hivi juu ya hawa waamuzi wetu kupata na pressure kubwa. Sasa kuna hivi lao viwili, maana kila mtu anataka ubingwa. Kwa kila mtu anataka ubingwa, lazima kuna vitu vingi sana vinaendelea nje ya uwanja. Sasa kwenye hii tetesi ambazo zinaendelea, mbona kama inashusha thamani ya ligi kuu ya NBC? Ukija ukaangalia la thamani ya ligi yetu ya NBC kwa asilimia kubwa sana, maana yake hii imeanza toka mwanzo wa season. Imeanza hii masuala ya waamuzi hivi, ukafanya hivi, udhamini, ushirikiano wa virabu na virabu ambavyo vyote vinashiriki ligi moja, huyu akienda kucheza apate matokeo. Unakuja unaangalia hivi vyote sana vimeanza toka mwanzo wa msimu. Kadri inavyozidi kwenda tatizo linazidi kukua kubwa. Kana kwamba TFF wangetoka hadharani na akatoa tamko juu ya haya yanayoendelea. Bwana ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wakatoa tamko hivi. Sure Abubakar, tusingefika huko leo. Kwa sababu gani? Wangekemea ile swala, lingepunguza, ila toka vinaanza watu wanasema, wadau mbalimbali wa soka wanasema, wachambuzi tunasema, ila hamna kitu chochote ambacho kimetiliwa maanani, hamna tamko lolote. Mechi zinachezwa na makosa yanakuwa yale makosa ya kujirudia. Why makosa yanakuwa kujirudia kwa waamuzi alafu no punishment yoyote? Unaona mwamuzi anakosea, utakuja achezeshi mechi inayofuata anachezesha, na imekuwa kawaida tu. Ndio maana haya yote yanaendelea. Sasa hii ikiwa kawaida, unajua kuna watu ambao wanaichunguza sasa hivi ligi yetu, wanaiangalia ligi namba 6 kwa ubora, wanaiangalia jinsi ilivyo, alama zimekuwa nyingi, hii imekuwa hii inapunguza ile value ya ligi yetu ambayo tulikuwa tumejitengenezea standard kwa msimu 4 mfululizo. Hizi sauti, hizi kelele kila siku, afu na sio sauti na kelele, unaona kabisa refa kazingua. Unaona kabisa refa bana pale kateleza ya kwanza, kateleza ya pili. Mfano mzuri kama mechi iliyopita ya Singida na Simba, na kutolea mfano, afu nakuletea tena mfano mwingine wa Mashujaa na Simba. Zile mechi zote ziweke hivi,
Afanza kufanya analysis ya mechi moja moja. Angalia penalty aliyopata Kapombe dakika za jioni. Angalia ile penalty ilivyokuwa. Njoo angalia penalty ya walionyimwa Singida ya Soa. Njoo angalia ile penalty ya Soa. Angalia ile penalty ya Kapombe. Yeah. Ya Mashujaa ile. Angalia ile penalty ile. Sawa, unapata kitu. Angalia penalty nyingine ambayo aliyofanywa Rupia. Njoo angalia penalty ambayo waliopata Simba zidi ya Namungo. Ya Kapombe tena yule. Angalia ile penalty, angalia yupi alikuwa kwenye mazingira mazuri ya kunufaika na mkwaju wa penalty, unakuja unaangalia. Huko mwenyewe unapata jibu. Haya, ukitoka hapo njoo kwenye masuala haya wasema ya udhamini asilimia kubwa. Njoo masuala ya udhamini. Sawa. Angalia mechi ambayo wanacheza timu ambazo zimedhaminiwa na bosi mmoja. Wanacheza. Na hiyo timu inakuwa ina demand kubwa sana kutaka ubingwa. Afu wote wanacheza. Angalia mechi inavyokuwa. Sawa, unaona kabisa huyu anapangwa beki, forward anapangwa huku, huyu anapangwa huku. Unakuja unaangalia hivyo vyote vimetokana na nini? Na ile kutokemea ya mambo mapema. Manake kama TFF wangetoa tamko juu ya mambo yanayoendelea, leo tusingefika huku. Kwa hiyo unakuja unapata mifano, ukija unaangalia hizo timu, zikutana timu ambazo hazijadhaminiwa na mtu mmoja. Unakuja unaangalia jinsi mechi inapokuwa tight, mechi inakuwa ngumu. Forward anakaa forward, beki anakaa beki, winga anakaa winga, na full package winga, sio winga tu ambao hajapata nafasi mechi 7. Unakuja umeweka kwenye mechi ngumu kama mechi kubwa kama inakuwa uongo. Kwa hiyo unakuja unaangalia hivi vitu vyote kana kwamba TFF wangevikemea mapema, visingefika huku. Ndio maana kutolea mifano huku na huku ili uje upate kitu ambacho cha kwenda nacho mwenyewe akilini kwako, uwe una rotate vitu ambavyo vinavyoendelea. Kwa mimi obvious, yani kwa hicho ambacho kinachoendelea sasa hivi hapa, ugonjwa umezidi kuwa mkubwa. Unahitaji tiba. Tiba yake sasa ni lazima kuna baadhi ya sheria wazisimamishe na zingate, kama udhamini waweke sheria yake, uhusiano wa vilabu waweke sheria yake, na waamuzi atakaochezesha chini ya kiwango apigwe rungu akachezesha hii daraja la 4. Sawa. Huo ni kwa uchambuzi juu ya taarifa ambayo tulikuwa nayo hapa mezani juu ya waamuzi wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X tunapatikana @KobeMedia. Endelea kutufuatilia. Bye bye.